Je, unajua kwamba sehemu hii ya nyama ambayo watu wengi huipuuza inaweza kuwa moja ya vyakula vyenye virutubisho vingi kuliko unavyofikiria? Na nini kinaweza kutokea ukinywa supu ya kongolo kila siku kwa mwezi mmoja? Je, ngozi yako inaweza kubadilika? Viungo vyako vinaweza kuwa imara zaidi? Au kuna jambo ambalo watu wengi hawajui kabisa? Endelea kutazama hadi mwisho kwa sababu mabadiliko ya siku 30 yanaweza kukushangaza. Ndugu mpendwa, nikukaribisha katika chaneli yetu ya Afya na Lishe. Leo tutazungumzia supu ya kongolo, chakula kinachopendwa na watu wengi lakini ambacho mara nyingi hakipewi thamani yake halisi. Kongolo ina mifupa, tishu na sehemu zenye collagen ambazo zimekuwa zikitumiwa kwa miaka mingi katika vyakula asilia. Lakini je, kunywa supu hii kwa siku 30 kunaweza kuleta badiliko gani mwilini? Tutaangalia siku ya 7 za kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3 na badiliko ya siku 30. Na watu gani wanapaswa kuwa waangalifu? Kabla tujaanza, andika kwenye maoni, napenda supu ya kongolo. Na kama ni mara ya kwanza kwenye ukurasa huu, nikuombe bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Siku ya kwanza hadi siku ya 7. Baada ya kuanza kunywa supu ya kongolo, baadhi ya watu huanza kugundua mabadiliko madogo. Kwanza, unajisikia kushiba kwa muda mrefu. Protini zilizopo kwenye supu zinaweza kusaidia kupunguza njaa. Badala ya kutafuta vitafunwa kila mara, unaweza kujikuta ukila kwa kiasi fulani. Namba 2, mwili hupata maji zaidi. Kwa sababu ni supu, mwili hupata maji ambayo ni muhimu kwa kazi mbalimbali. Namba 3, kuongezeka kwa nguvu. Virutubisho vinavyopatikana kwenye supu vinaweza kusaidia mwili kupata lishe inayohitajika. Watu wengine huanza kuhisi mwili kuwa na nguvu zaidi. Wiki ya pili. Sasa mwili unaendelea kupata virutubisho kila siku. Kwanza, afya ya viungo. Kongolo ina collagen na gelatin ambazo zinahusishwa na afya ya tishu na viungo. Baadhi ya watu huanza kuhisi viungo vyao kuwa vizuri zaidi. Namba 5, ngozi inaweza kuonekana vizuri zaidi. Collagen ni protini inayopatikana kwenye ngozi. Ingawa mwili hutengeneza collagen yake yenyewe, ulaji wa protini na lishe bora unaweza kusaidia afya ya ngozi. Namba 6, misuli hupata msaada. Protini husaidia kujenga na kutengeneza misuli. Kwa watu wanaofanya mazoezi, hii inaweza kuwa muhimu zaidi. Wiki ya 3. Hapa ndipo watu wengi huanza kuona tofauti kubwa zaidi. Kwanza, mfumo wa mmeng'enyo. Baadhi ya watu hulipoti kujisikia vizuri tumboni baada ya kutumia vyakula vyenye gelatin. Unakula chakula kidogo. Supu ya kongolo inaweza kufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu. Hii inaweza kusaidia kupunguza ulaji wa vyakula vya mafuta mengi na sukari nyingi. Namba 9, mwili hupata madini muhimu kama vile phosphorus, chuma pamoja na zinki. Madini haya yana mchango katika kazi mbalimbali za mwili. Siku ya 30, mwili wako unaweza kuanza kuimarika. Baada ya mwezi mmoja, unaweza kujisikia umeshiba zaidi, unaweza kuwa umeongeza ulaji wa protini, lishe yako inaweza kuwa bora zaidi, mwili unaweza kuwa unapata virutubisho vya ziada. Unaweza kuwa umepunguza baadhi ya vyakula visivyo na afya. Lakini kumbuka, matokeo hutofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Siri kubwa ya kongolo. Watu wengi huangalia nyama pekee na kuacha mifupa. Lakini sehemu ya mifupa na tishu zinazoungana pamoja na mifupa zinaweza kuwa na virutubisho vinavyotumika katika mwili. Ndiyo maana supu ya mifupa imekuwa ikitumika kwa muda mrefu katika jamii nyingi duniani. Je, unaweza kupunguza uzito? Watu wengi huuliza. Je, supu ya kongolo inaweza kusaidia kupunguza uzito? Jibu ni kwamba hakuna chakula kimoja kinachoweza kupunguza uzito peke yake, lakini inaweza kushibisha, inaweza kusaidia kula kwa kiasi, inaweza kuwa sehemu ya lishe bora, na kupunguza uzito kutegemea lishe kwa ujumla, mazoezi pamoja na kiwango cha kalori.
watu wanapaswa kuwa makini. Ingawa supu ya kongolo inaweza kuwa sehemu ya lishe, watu wenye magonjwa ya figo, lishe maalumu na magonjwa sugu wanapaswa kushauriwa na wataalamu wa afya kuhusu lishe zao. Fikiria hili. Kila siku unapokunywa kikombe cha supu ya kongolo, mwili wako unapokea protini, virutubisho, maji, madini. Lakini swali kubwa ni hili. Je, umewahi kujaribu kunywa supu ya kongolo kwa wiki moja mfululizo? Labda ni wakati wa kujaribu na kuona mwili wako unavyojibu. Kama umefika mwisho wa video hii, andika kwenye comment section kongolo ili tujue kama umeangalia hadi mwisho. Usisahau kupenda video hii, kushare na marafiki na kusubscribe, kwa sababu video inayofuata inaweza kubadilisha afya yako kabisa. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.